Sema amen. Yaani kuna mtu amesubiriwa kanisani kwao ndipo awe na vibe. Hapana, wote tunamtumikia Mungu na tumeokoka, tunampenda Yesu. Na mbinguni tunaenda, sema amen. Wewe usisubiri wa kanisani kwenu ndio unapita na tukanga twako. Wengine hawana upako, wewe upako wako umenunua wapi? Kwa hiyo yote akija hapa wewe ni washe tu, piga kelele, piga vuvuzela, piga vigelegele vya kutosha. Amen. Basi wakati huu ndugu zangu, nataka kidogo tule break kidogo, tutambuane. Jue kuna watu hawana furaha kwa sababu alikaa naye hana uhakika naye ni mchungaji au ni jambazi. Simuelewi. Kwa hiyo tunatahadhari kweli kweli. Kwa hiyo vizuri tutambuane kwanza, alafu baadaye tutaendelea na waimbaji. Yaani leo ni kuimba mpaka asubuhi. Nipendeza Mungu. Ili nimefurahi na ingia hapa nakuta anafunga taa. Nikasema jamaa wako vizuri. Piga mpaka asubuhi. Chakula tutawaambia wakuletee tu na bodaboda, haina shida. Najua familia yako haina shida. Sema amen kama tuko pamoja. Amen. Leo unapiga tu siku, uchukue kaugali kalikobaki, mkapande vizuri, mkalete. Wanaleta tu shida hapo. Sasa kwa sababu tukio letu tunaye aliyeandaa tukio hili, kimsingi kifaa kinatuonyesha kwenye matamasha kama haya, ni vizuri yeye mwenyewe atambulishe, kwa sababu inawezekana kuna mtu ambaye alimdhamini video nzima mpaka anakuja hapa leo. Sasa tukiita mwingine atambulishe, asipomsema aliyedhamini video albamu nyingine atajijua. Kwa hiyo ni vizuri atambulishe leo. Wakati wako tayari kuona Beatrice akizungumza, hapo asinyosha mkono muulize, kwani wewe roho yako ni ipi leo? Yaani wewe kusubiri hapo ni nini? Muulize. Wewe umejipangaje? Ngoja nikwambie siri. Mimi nikikaaga kimya, nikifunga mdomo dakika 10, mdomo unakuwa mchuku. Kwa hiyo sasa ile hata kuongea inasaidia mdomo kuwa mtamu. Basi kama hauna furaha, basi tusaidie mdomo wako usiwe mchuku. Sio kaenda kupima hicho na malaria. Nasikia mdomo ni mchuku, au cheki, au sema amina, au shangili, hamna vigelegele. Tapima malaria sana. Wanaosema sisi malaria hasimo vigelegele wakati wa Beatrice na Nyanuka. Studio na Nyanuka Beatrice. Hapo sisi tunaenda sana. Wakikeleza shangwe wewe. Wewe Beatrice wewe. Ale. Dada anashangaa mpaka mate anamtoka anadondoka. Vigelegele. Asante, karibu sana dada, ututambulishe dakika chache tu. Sijui nisemeje, lakini ninayo furaha kubwa. Hakika Mungu ametenda. Basi nikimbie kwa haraka kutokana na muda. Kwa wale wasionifahamu, majina yangu naitwa Beatrice George. Ndiyo, ni mama, nina mume, nina watoto. Lakini sijaishia hapo, ninamtumikia Mungu. Haleluya! Basi nichukue nafasi kwa ajili ya utambulisho. Samahani, naomba nianze na kwaya.
basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Nitaanza na kwaya kutoka Nyarugongo. Naomba msimame popote mlipo. Amen. Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Wape utumishi zaidi na zaidi, maana hapo ndipo mnapojitengenezea taji yenu. Amina. Mungu awabariki. Lakini pia namba 2, lungu la Yesu. Lungu la Yesu popote mlipo. Haleluya. Mungu wa mbingu na nchi awabariki kwa utumishi huo na azidi kuwapa hata mwingine. Hivyo hivyo mnajitengenezea taji. Amina. Lakini namba 3, uinjilisti Mji Mwema. Popote mlipo msimame. Vigelegele na shangwe. Amina. Mungu awabariki pia, lakini awazidishe. Haleluya. Si mnajua kadri tunapotumika ndivyo tunajitengenezea mazingira kule mbinguni. Amina. Mungu awabariki. Najitahidi kwenda haraka. Lakini namba 4, CNCTG. Popote mlipo simameni. Mungu awabariki sana. Mtumikieni Mungu mkingali vijana. Haleluya. Asanteni. Lakini namba 5, Shekina. Shekina popote mlipo. Barikiwa sana watumishi wazuri. Wamama ambao hamwachi Yesu. Mungu awabariki sana. Jitengenezeni taji. Lakini mkumbuke kwamba hata mbinguni tutafanyaje? Amen. Mungu awabariki sana. Lakini namba 6, tarumbeta kwaya. Popote mlipo. Tarumbeta kwaya. Haleluya. Mungu awabariki sana watumishi wazuri wa Kristo. Tumikieni Bwana wakati ndio huu. Msilale wala msichoke. Hakika Mungu atafanya kwenu. Lakini namba 7, naomba nimweke mabani. Twende namba 8, El Shaddai kwaya. Popote mlipo naomba msimame. Haleluya. Barikiwa watumishi wa Mungu. Hakika kazi yenu itakumbukwa. Mbarikiwe sana. Lakini namba 9, ufufuo na uzima. Popote mlipo simameni. Mungu awabariki sana watumishi wa Kristo. Hakika Mungu azidi kuwa mwema kwenu na utumishi wenu ukazidi. Amen. Lakini niende namba 10, Enosi ambaye ametoka kuimba sasa hivi. Simama mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana Enosi. Usichoke. Mtumikie Mungu wakati ndio huo. Lakini namba 11, Kasfeta. Kasfeta. Amen. Barikiwe sana watoto wazuri. Lakini mnaokaribia ujana. Naweza nikasema vijana wazuri. Mtumikieni Mungu wakati ndio huu. Haleluya. Tumeona kutoka Kasfeta wanakuja ni waimbaji. Wanatoka Kasfeta wanakuja ni wainjilisti wazuri. Wanatoka Kasfeta wanakuja ni wachungaji. Barikiwe sana watumishi wa Mungu. Lakini namba 12, kuna Faraja Bendi. Faraja Bendi. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki. Simama katika zamu yako. Usiogopeshwe na lolote lile. Simama. Hakika utamwona Mungu. Ndiyo.
kwa hiyo nilikuwa napata hekima kutoka kwao. Samani nimtambulishe Abigaili, ni mwimbaji. Abigaili, Mungu akubariki sana. Tumikie Mungu mdogo wako wakati ndio huu. Lakini pia kuna Eriki ametoka kuimba hapa, Bwana amefungua njia. Eriki, Mungu akubariki sana. Barikiwe sana mtumishi wa Mungu. Tumikie Mungu. Sichoke wala sitereke. Amina. Lakini samani, naomba nimtambulishe mwalimu wangu wa kwaya. Mwalimu wangu wa kwaya Shekina, ili mimi niwe mwimbaji hivi, yaani nimepata kutoka kwake. Samani mwalimu Asaf, mwalimu Asaf, samani. Huyu ndiye mwalimu wangu. Kwa hiyo ili mimi nije kuwa mwimbaji binafsi, nimetoka kwenye Shekina. Haleluya. Kwa hiyo huyu ndiye amekuwa mwalimu wangu, amenifundisha, wakati mwingine amenikoa kwenzi, amenielekeza hapo, acha sio hivyo. Kwa hiyo mengi nimeyapata kwake. Mungu akubariki mwalimu. Lakini pia nisisahau watu wa vyombo, naomba mtupungie mkono. Mungu awabariki sana kwa kazi yenu njema. Lakini pia hapa kanisani tuna uongozi wa DMS, maana yake viongozi wanaoongoza makundi yote ya uimbaji. Tafadhali, popote ulipo kiongozi wa DMS, naomba usimame kwa heshima yako. Barikiwe sana. Mimi huwa ninawaita wakubwa kwa sababu wanatujenga mara nyingi kwenye uimbaji, wanatuongoza, wanatuelekeza hivyo, na mambo mengi mno ambayo yanatoka kwao. Mungu wa mbingu na nchi awabariki, lakini pia mzidi kunoa na wengine ili tumtumikie Mungu wakati ni hapa duniani. Baada ya hapo tunaenda kuulizwa tulichokiwekeza. Lakini pia naomba nitambulishe uongozi wa kanisa. Uongozi wa kanisa yenu. Mungu awabariki sana. Hawa ndio wazee wa kanisa, wametufundisha mara nyingi, mengi, yaani siwezi kuyasema nikayamaliza, ni mengi tu wametuelekeza. Pia naomba nitambulishe Mwalimu Jambo. Mungu akubariki sana ndugu yangu. Asante kwa kukubali ombi langu. Umeacha kila kitu, umepoteza muda wako. Wanasema kwamba muda ni mali. Sasa hivi ingekuwa kuna vitu nafanya, lakini umeacha kwa sababu yangu. Mungu akubariki sana. Ndio. Lakini pia naomba nitambulishe Jaki kwa heshima yako pia. Mungu akubariki sana. Nimtambulishe mchungaji kutoka Mseni. Baba, kwa heshima yako, karibu nafahamu, lakini ameacha kila kitu, muda wake, na bado safari ndefu amekuja. Mungu akubariki sana mchungaji. Ndio. Lakini pia nimtambulishe wifi yangu. Huyu ni wifi yangu, mke wa kakangu. Nakupenda sana wifi yangu. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Amina. Lakini pia jamani, mama yupo. Familia bila mama si familia, si ndio? Familia bila mama si familia, si ndio? Au nadanganya? Ndio. Mama, kwa heshima yako, tafadhali nikutambulishe mbele ya wageni wetu.
tukiwa sehemu mbalimbali. Mungu akubariki sana mama. Lakini pia naomba nimsemee mama. Mama amekuwa pamoja nami wakati mwingine. Nakumbuka kipindi naingia kwenye Shekina, alikuwa ananipa maelekezo sana, unafanya kitu gani kwa imba hivi. Nakumbuka siku ya kwanza ndio nasimama hivi kuimba, akasema wewe fanya zoezi, na usipofanya zoezi vizuri ujue kwamba Jumapili unasimama kuimba. Uimbe vibaya, ufanye vibaya, usivyote vile ujue utasimama kuimba. Siku ya kwanza nasimama kuimba hapa madhabahuni, nilisimama na maiki, sikwenda kwenye step, hapana. Yaani alinipeleka moja kwa moja. Maana yake kama mimi nilitafasiri, nikaona mama Mungu amemtumia, ameona kilichomo ndani yangu. Mama, Mungu akubariki sana. Sina cha kukulipa ila Mungu atakulipa mama. Amina, Mungu akubariki. Lakini pia naomba nimtambulishe mgeni mwingine ameingia sasa hivi, mdogo wangu Birundi. Karibu sana, karibu sana. Barikiwe kwa kupokea wito wangu. Nimekusumbua wakati mwingine, lakini haukunichoka. Pale nilipokata tumeniambia usiwaze tena, wakati mwingine akanishauri kufanya hivi, fanya hivi. Na kweli nilipopita njia ile mambo yakakubalika. Mungu akubariki sana ndugu wangu. Amina. Nimepita pembeni huko kote kuzuri, lakini samahani niwasumbue, nakwenda kumtambulisha mtu huyu. Naomba kwa heshima tusimame, kwa heshima tusimame, tumpokee mgeni wetu rasmi kwa makofi na vigelegele ikiwapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza mkakaa ili muone vizuri. Haleluya. Karibu mama, tunakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ninayo furaha, ninawapenda pia. Majina yangu ninaitwa Zensiana Pastori Kunyame. Ninampenda Yesu. Karibuni sana. Tumishi wa Mungu Beatrice, basi unaweza ukaenda ukaketi mama, upumzike, nitakurudisha baadaye kidogo tena. Wakati huo Abigaili unabaki hapa. Baki hapa. Uzinduzi safi. Jamani, Beatrice amependeza. Mimi nilikuwa najua hajaolewa, kumbe mpaka na watoto. Kwa mdogo fulani, yaani ukiokoka ni raha jamani. Yaani kuna namna Bwana anakutengeneza na kama bwana mdogo. Yaani hapa nikikwambia ninakaribia 40 utashangaa. Tutaongea baadaye. Sasa katoka karibu Abigaili kwa wimbo.